tuna watoto wa aina zote za wenye changamoto aina zote. Kuna wasiosikia, kuna wasiosikia, kuna wakili, kuna viungo. Ndio. Na pia tunaendelea kupokea watoto. Kwa hiyo tunahamasisha pia wazazi, wanajamii kwa ujumla, msifiche watoto wenye changamoto. Serikali imewathamini, imewatambua, na ndio maana imeweka hiki kituo kwa ajili ya kusaidia hawa watoto. Mabweni bado ni matupu. Bweni moja lina uwezo wa kupokea watoto 160. Bweni la wasichana 160, bweni la wavulana 160. Kwa hiyo bado idadi iliyokuwa mpaka sasa hivi bado ni wachache. Kwa hiyo kama kuna watoto wenye changamoto unaowajua, watoeni. Watoto waje shule. Asante. Sasa ni jukumu letu pia kuhakikisha tunahamasisha jamii. Bado ndani ya jamii zetu kuna watoto wenye ulemavu ambao bado hawajatambulishwa. Kwa hiyo niombe sana akina mama, pamoja na tunatoa misaada hii midogo ambayo tumekuja nayo, lakini tujitahidi, msaada mkubwa ni kuhakikisha kila mama ambaye anafahamu kwamba kuna mtoto yupo mahali ambapo yupo nyumbani na ni mwenye mahitaji, tutoe taarifa kwa viongozi wetu ama kwa walimu, ili tuweze kuwaleta mahali hapa waweze kupatiwa elimu, lakini waweze kufanyiwa mazoezi kwa ajili ya kutegemeza viungo vyao. Niwashukuru mno kwa zawadi ambazo mmekuja nazo, lakini niwashukuru kwa namna ya kujitoa kuja kuwaona watoto. Mungu awabariki mno. Hayo ndio ya kwangu. Nimkaribishe dada Isubati aweze kuongea, alafu aweze kumkaribisha kiongozi. Kwamba mpo sehemu salama. Kwa hiyo Mungu ataendelea kuwabariki, ataendelea kuwatunza. Ninawashukuru kina mama kwa uwepo wenu. Naona tupo katika wiki la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kwa hiyo ndio tumeanza kwa kuona watoto wetu hawa wenye mahitaji maalum. Tunaendelea kushirikiana katika wiki hili lote kwa ajili ya kuwaona wenye mahitaji. Kwa hiyo wanawake, tusirudi nyuma, tuendelee kusonga mbele, tuendelee kujitoa, tuendelee kutoa sadaka zetu, kwa sababu hii ni ibada na tupo katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuwa na moyo wa kujitolea. Mmeacha shughuli zenu, mmeacha kazi zenu, lakini mmeona kwa muda huu tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kuwatia moyo watoto wetu hawa na kuwatembelea, kuona jinsi wanavyoendelea. Naona na niwaombe tuendelee kuwaona hata kwa siku zingine. Tusikae kimya mpaka, yani tupo vikundi tofauti tofauti ndani ya wilaya ya Lushoto. Hawa watoto wetu wa Shukilai ni moja wa watoto wetu wenye mahitaji maalum. Wanahitaji faraja, hawa ambao wako mabwenini wana mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo katika shughuli zetu tunazozifanya tuweze kutenga fungu la sadaka, ili baada ya miezi 2-3 tunakuja tunawaona. Mungu ataendelea kutubariki. Amina. Amina. Basi kwa nafasi hii niweze kumkaribisha. Naitwa Ikupa Mwasioge, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Lushoto. Leo tumezindua wiki ya wanawake na tumeanza kwa kutembelea shule yetu ambayo ni jumuishi, inajumuisha watoto wenye mahitaji maalum, na ni mahitaji maalum ya aina tofauti tofauti. Kuna wenye mahitaji maalum ya viungo, ni walemavu wa viungo, lakini wengine wana usikivu hafifu, hawasikii, lakini pia tuna walemavu wengine ambao ni hali ya akili kwamba haiko vizuri, kwa wanapata malezi katika shule hii inaitwa Shukilai shule ya msingi. Na shule hii serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa. Baada ya kufahamu changamoto hii, Mheshimiwa Rais alitoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili, na serikali yake na viongozi kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na ofisi ya mkoa na wilaya kwa ushirikiano pamoja na halmashauri kufanikiwa kukamilisha shule hii, na mpaka sasa hivi shule hii sasa ina watoto wenye mahitaji hayo maalum 100.
na bado tunaendelea kutoa wito kwa ajili ya wazazi na walezi kuendelea kuleta watoto kutoka kila eneo, kwa sababu kuna maeneo ya kulala wanafunzi, mabweni yapo bado haijajaa. Kwa hiyo watoto ambao mahitaji yao ni maalum wanahitajika kulala bila kuondoka shuleni, basi tunakaribisha sana waweze kufika hapa. Serikali inawezesha pia fedha kwa ajili ya chakula, kwa watoto wanapata chakula hapa shuleni, watoto wote walioko bweni na wale wengine wanaosoma. Lakini wakati tunaendelea na ziara na zawadi ambazo tumeleta kwa ajili ya watoto mahali hapa, kumeonekana changamoto ya vitanda. Vitanda vipo, lakini jinsi ya utengenezaji wa vile vitanda, kutokana na changamoto ya watoto mbalimbali, wengine hawawezi kupanda vile vitanda vya double decker kulingana na mazingira yao. Changamoto hii nimechukua, naenda kukaa na engineer ili waweze kufanya tathmini namna ya kuweza kutengeneza vitanda vingine ambavyo vinaenda sawa na mahitaji ya hao watoto wengine wenye mahitaji maalum ambao hawawezi kupanda katika vile vitanda ambavyo ni virefu au vile vitanda ambavyo ni double decker. Asante. Mimi naitwa Stella Richard Kashamba, diwani wa kata ya Magamba. Ninamshukuru Mungu na serikali yangu kwa kuleta kituo hiki hapa. Kimewathamini watu wenye uhitaji maalum, nami kwa jitihada nyingi, kwa ushirikiana na wadau, kushirikiana na wananchi wa Magamba na maeneo mbalimbali kata jirani, tumefanikiwa kuwakusanya watoto 100 wanapata elimu mahali hapa, wanapata mahitaji yao stahiki, na tunawakaribisha na wengine pia wasiwaficha watoto hawa kule nyumbani, kwa sababu wao nao ni wanadamu, wanastahili haki zote ikiwemo haki ya elimu, lakini wana haki ya kuthaminiwa pia, wana haki ya kupendwa. Lakini haya yote tunatakiwa kumuunga sana mkono Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ametuletea kituo hiki mahali hapa na kuhakikisha kwamba watu wenye mahitaji maalum wanapata sehemu ya kujifunzia. Na pia tuongee na wadau na wananchi wanaosikia sauti hii. Kokote ulipo, kituo hiki ni kituo cha serikali. Jitahidi sana kumleta mtoto mahali hapa, usitishike, hakina gharama. Serikali inatoa huduma ya bure, ni hitaji tu za mtoto wako vile kama hitaji yake ya kawaida.